yana katika hali ya kusaidia jamii yenye uhitaji, hata kama akifanikiwa anaweza kuwakumbuka watu ambao wana uhitaji. Habari mheshimiwa. Salama kabisa, habari yako? Salama. Unaweza ukatukumbusha kwa faida ya mtazamaji, unaitwa nani? Unafanya kazi vipi? Okay, asante. Mimi naitwa Neema Theonest. Ni kiongozi upande wa vijana kwa maana ya mbunge katika bunge la vijana Afrika Mashariki, lakini pia ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya vijana ya Youth for Thrive. Hongera sana kwa nafasi na wadhifa huo. Nashukuru sana. Sawa, tunatamani kujua kupitia uongozi wako, pengine unajaribu kuwatengenezea vipi vijana hasa fursa, au mnafanyaje kazi na vijana pengine? Asante sana. Mimi nafanya kazi na vijana, hasa na vijana wenzangu kupitia taasisi yetu ya Youth for Thrive. Kupitia taasisi hii tuna malengo kuu matatu. Kwanza kabisa tumejikita kwenye masuala ya mazingira. Pili, tumejikita kwenye masuala ya kuwezesha vijana, kwenye masuala ya uongozi, hali kadhalika masuala ya ujasiriamali. Na mbali na hapo pia tumejikita katika kufanya charity activity, kwa maana ya kurudisha fadhila kwa jamii kupitia kutembelea vituo vya watoto yatima, hali kadhalika hospitali, na tumeenda sasa hivi mbali zaidi, tunaangalia changamoto ambazo kwenye jamii na namna ya kuisolve, kama watoto wenye mahitaji maalum na vitu kama hivyo. Hongereni sana. Nashukuru sana. Ni kwa kiasi gani sasa tumefanikiwa, lakini pengine ni kwa namna gani, vipi pia tumepungukiwa au tunakutana na changamoto fulani? Asante. Nitazungumzia kwa upande ule wa taasisi yetu ama taasisi yangu ya Youth for Thrive. Tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana, maana tunatekeleza miradi mbalimbali ambayo yote inawagusa vijana, lakini pia wanajamii. Tumetekeleza miradi ya mazingira, ikiwemo program ya upandaji miti na kutoa elimu, hasa kwa kuanzia na vijana walio katika shule ya msingi na sekondari. Lakini pia mbali na hapo tumetekeleza mradi wa kuwezesha vijana kupitia elimu kwenye engo ya ujasiriamali. Na program nyingine ni charity. Tumefanya charity nyingi sana, ambao yote tunataka tutengeneze vijana ambao wana uwezo wa kuhudumia jamii hata kwa kile ambacho wako nacho. Unajua vijana ndo taifa la leo na la kesho. Na ukimtengeneza kijana katika hali ya kusaidia jamii yenye uhitaji, hata kama akifanikiwa anaweza kuwakumbuka watu ambao wana uhitaji na kuwasaidia. Kwa tumejikita hapo, na hizo ni baadhi ya program ambazo tumezitekeleza kwa ufupi, naweza nikasema hivyo. Hongereni sana. Tunashukuru sana. Asante. Sasa pengine unafikiri kijana anahitaji fursa zaidi au ajira? Kijana anahitaji fursa. Kwa nini? Okay, sawa. Kwa sababu licha ya kusema ajira, mimi unaweza kanipa ajira. Unajua unaweza kanipa ajira nikaingia kazini, alafu usinitengeneze katika mfumo wa kunipa fursa na kuniexpose zaidi. Ukinipa fursa na kuniexpose zaidi, maana yake nitajua kwamba okay, kumbe licha ya taaluma ambayo nimeisomea, labda ni uhandisi wa umeme, naweza kumbe nikawa mbunifu, nikaanzisha labda habu yangu ama kampuni ambao nitaajiri vijana wengine ambao maybe hawajafika ngazi ya chuo kikuu, tukatengeneza tu program ama mradi ambao utasaidia jamii husika labda kijijini kupata umeme, ama tukaanzisha kampuni ama kikundi cha vijana ambao tutakisajili, mwisho wa siku tutatekeleza labda ubunifu wa kusaidia kijiji fulani katika kutumia mtambo wa kisasa kupata maji ya kisima au kupata umeme kupitia sola. Kwa hiyo licha ya kusema kwamba kijana anahitaji, kwa nini nasema kwamba kijana anahitaji fursa sana kuliko ajira? Maana yake ni kupembua uwezo wake na kuona kumbe anaweza kufanya beyond kile ambacho amekisomea ama beyond ajira, kwa kuhudumia jamii yake kutokana na changamoto mbalimbali. Maana changamoto ni nyingi katika jamii na kijana ndo nguvu kazi ya kuzitatua kupitia ubunifu wake. Kwa akiwa limited kwenye ajira, akasema kwamba mimi nasubiri ajira, na unakuta ana talanta, unakuta ana uwezo, ni mbunifu, afu akibaki nacho, maana yake jamii inakosa kitu kikubwa sana. Na jamii husika ina kwa Kiingereza tunasema kwamba inakosa kuwa impacted katika sustainable way ya maendeleo. Yes, yeah. Sawa. Sasa unafikiri pengine kuna kijana anakuangalia sasa hivi hapa, ana dream kupata mafanikio, anatamani aanze safari ya mafanikio leo, unamwambia nini? Anaanza wapi mpaka anafikia wapi?
Kwanza kabisa vijana wenzangu naweza nikashauri kitu kimoja. Tuanzie kwenye mitandao ya kijamii. Asilimia kubwa sana ukiangalia takwimu, vijana wengi wanatumia mitandao ya kijamii kwa siku kwa masaa mengi sana. Huko kwenye mitandao ya kijamii unaangalia nini? Umewafollow watu gani? Maana fursa hazipo tu physically. Fursa msingi wake kwanza ni kwenye digital platform. Kule ambako una scroll kila siku, unaangalia watu gani? Je, umejiwekea maximum kutafuta fursa zipi? Labda kama wewe ni kiongozi. Kuna fursa nyingi za uongozi, kuna mikutano mbalimbali ambayo vijana wanakuwa wanawezeshwa kiuongozi. Umezifuata na wewe unazifuatilia kuangalia fursa zao ni zipi? Wewe unapenda masuala ya ujasiriamali, umefuata ama umefollow kurasa zipi? Kwa mimi nafikiri cha kumshauri kijana mwenzangu huko kwanza kwenye mitandao ya kijamii ambao tunatumia muda mrefu kuwa huko, tunafuatilia kitu gani? Tuanzie huko, maana ndio kutakuwa na ukombozi zaidi. Alafu baada ya hapo vijana wenzangu pia tuwe mstari wa mbele katika kuwania fursa nyingi ambazo zinatokea. Unaweza ukaona fursa alafu ukaipuuzia. Ama kwa mfano leo tuko hapa kwenye Vijana Uchumi Challenge tunahitimisha. Hii fursa ilianza kwenye mitandao ya kijamii ikatangazwa. Kwa wale ambao wameshiriki kutokana na ile namba yao mpaka kupata 100, wale waliona ni fursa waka apply. Lakini kuna mwingine ameona hii namba tu hii itanipita. Labda hakuona mwisho wake ni upi. Lakini hii leo tunawasherehekea vijana ambao wameweza kuibuka kidedea wakachukua kitita cha hela nyingi sana. Kuna watu wameondoka na milioni 50, milioni 30, mpaka milioni 20 na kadhalika. Kwa hiyo umeona impact ilivyo. Maana ilianza mtu mwingine alipuuzia alivyoona tangazo lake. Lakini sasa kule ndio nako dili nako zaidi kwamba huko unafuatilia watu gani. Na je, ukiona fursa unaikamata? Mheshimiwa mgeni rasmi amezungumza vizuri kwamba usipuuzie kitu. Unapoiona fursa ikamate. Unapoiona fursa jaribu at least. Unajua mtu aliyejaribu ni bora kuliko yule ambaye hajajaribu kabisa amepuuzia. Kwa hiyo hata hawa tunaosherehekea 3 walijaribu wakasema mimi na hili wazo ngoja nijaribu. Unaona mwisho siku amepata matunda. Kwa hiyo kujaribu kuna maana kubwa sana. Kwa mimi pia niwahimize vijana wenzangu tusiache kujaribu. Mimi nimejaribu vitu vingi sana hasa vya kimaendeleo. Nimeapply fursa nyingi za ndani na nje ya nchi. Hata kama nikikosa kuna zingine napata na nufaika. Yes, kwa hata hii kuingia katika bunge la vijana Afrika Mashariki niliapply kama fursa, nilijaribu. Uwezo wangu ukaonekana kuwa bora zaidi paka hapa nilipofikia. Kwa let us keep trying, and najua kwamba vijana wa Tanzania we are the best and sisi ndio driver wa sustainable development ya nchi yetu. Yeah. Sawa, tunamalizia hapo. Umeongelea vizuri sana swala la mitandao ya kijamii kama ndio nguzo zaidi ya fursa nyingi. Vijana wengi pia wanatumia mitandao ya kijamii. Kwa mtazamo wako, unaona wanatumia kama kurelax na kupata zile tu taarifa na kuenjoy basi, au vijana wa Kitanzania wanatumia mtandao wa kijamii kama fursa? Niwe mkweli katika hilo, nimebahatika kidogo kuhudhuria na kutembelea sehemu tofauti ikiwemo mikutano, semina na kadhalika. Kiukweli mimi huwa nikienda kwenye sehemu tofauti napenda sana kujumuika na vijana wenzangu licha ya kualikwa ama kwenda kufanya shughuli fulani, huwa napata muda wa kuzungumza na vijana wenzangu. Katika kufanya hilo pia nilibahatika kufanya interview na baadhi ya vijana wenzangu ambao wengi wanajikita katika masuala ya ubunifu. Kwa honestly, vijana wa Tanzania, wa Kitanzania tunaamka. Siwezi kusema kwamba tumelala, tunaamka. Sasa hivi vijana wengi wameweza kutambua fursa zilizopo katika masuala ya mazingira, kuna upande wa kuja na suluhu ya kugeuza taka kuwa biashara. Nadhani mimi pia ni shahidi leo umeona kuna kijana amekuja na suluhu ya kugeuza hizi agro waste kuingia katika matumizi. Kwa hiyo niseme kwa ufupi ni kwamba vijana tumeamka, na naamini sasa ndio kama nilivyotoa ushauri hapo mwanzo kwamba tunapotumia mitandao ya kijamii tuendelee kuangalia fursa zipi na zipi ambazo wewe unaendana nazo. Kwa hiyo kuna kutumia mitandao ya kijamii na kukamata fursa, vijana tunaamka. So kwa kiasi kikubwa, lakini we are keeping up. Yes. Tukushukuru sana. Pengine labda neno moja kwa vijana ambao wanakufuatilia sana, lakini pia na hata kwa vijana wa Afrika Mashariki kwa sababu wewe ni mbunge. Asante sana. Kikubwa cha kusema ni kwamba vijana tunaweza, na sisi vijana tukiamua tunaweza tukachangia pakubwa sana katika kufikia dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Lakini pia mbali na hapo, hiyo dira inazungumza
umezungumzia sana swala la kilimo. Kwa mimi pia ni kae katika hiyo engo ya kushauri vijana wenzangu kwamba sasa hivi tunatafuta njia nzuri ya kijana kukwamuliwa kiuchumi. Kwa hiyo tuangalie upande wa kilimo, tukaleta vipi ubunifu na mwisho wa siku tukachangia katika maendeleo yetu sisi binafsi, lakini pia maendeleo ya taifa zima. Mwisho kabisa, wadau mbalimbali wa masuala ya vijana, tuendelee muendelee kutushika mkono, kutushauri, kutupa elimu, lakini pia kutusupport. Hata pia Mheshimiwa mgeni rasmi kazungumza kwa habari ya kutuamini na kutupa mikopo ambayo itasaidia kutuinua kiuchumi zaidi, lakini pia kuinua uchumi wa taifa letu.